bili zake ni nafuu sana, una uhakika, ni wa uhakika, ni tofauti na miradi ya serikali ambayo mara nyingi inatuletea maji ila hujui namna unavyotumia. Bili na maji vinatoka ni vitu viwili tofauti. Kwamba tutunze vyanzo vya maji kwa sababu maji hususan miezi ya kiangazi yanakuwa machache, yanapungua kwa sababu ya kwenye vyanzo kule watu wanalima, wanakata miti ovyo. Kwa hiyo tutunze miti au kuongeza mingine inayotunza vyanzo vya maji kwenye huu mradi. Kwa mfano wenzetu kule ulikotoka unakuta tuseme kila mwaka unakuta wanakata bomba. Tutabidi tushauriane wasiwe wanafanya hivyo, kwa sababu unakuta wengine wanafanya makusudi, wengine wanafanya bahati mbaya. Kwa mfano mwaka juzi waliiba hata pambo. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Kama ilivyo ada ya EM Online TV ni kuhakikisha kwamba tunakuletea wewe kijana ambaye unapambana, una hustle, taarifa, na pia sio taarifa tu, ni story mbalimbali kuhusiana na miradi ya kimikakati ambayo inatatua changamoto ya kijamii na pia inakusaidia kuingiza kipato. Lakini licha ya hivyo tumeweza kuwa na, kama tulivyoweza kuwahabarisha kipindi cha nyuma, kwamba tutakuwa na story kutoka kwenye shirika la RDO ambalo linajishughulisha na shughuli nyingi, lakini shughuli yao kubwa ni kusaidia jamii katika kutoa huduma mbalimbali, lakini pia kuwapa vijana mafunzo mbalimbali. Na pia katika leo hii tumeweza kuja katika kitengo kimoja muhimu sana, na hisi atakielezea mtaalamu hapa, ambacho kina mfumo mmoja ambao sijawahi kukutana nao sehemu yote ile, lakini naweza nikasema kama ni ATM ya maji. So ni kitu unique sana. So tungeweza kwanza kupenda kukaribisha uweze kujitambulisha kwanza and then tuendelee. Karibu sana. Asante. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Juma Echopo Sanga. Ninafanya hapa kama mratibu wa idara hii inayohusika na uunda wa mashine za malipo ya kabla, ama sisi tunaita kwa kifupi PPM machine, tukiwa na maana prepaid machine. Nipo hapa nina miaka 4 tangu nipo hapa. Tangu nimegraduate degree yangu ya information science pale Mzumbe University mwaka 2021. Nilijiunga hapa na nikaanza kufanya kazi kama mtaalamu wa masuala ya tehama na habari hapa. Kwa hiyo baada ya kufanya kwa muda ndipo sasa nikateuliwa kuwa mkuu wa idara hii inayohusika na uundaji wa mashine hizi. Asante sana. Kabla hatujaenda, pia nafurahi pia kusikia kwamba umepita kwenye the Harvard of Africa ya Mzumbe University. I think ni moja ya vyuo bora ambavyo vinatoa watu wengi ambao wakifika mtaani waga hawapati shida yoyote ile. Nilikuwa nataka nifahamu kabla hatujaenda mbali sana kwenye ile kwa kozi yako ya computer science information kama sijaikosea. Yes. Kikubwa sana ambacho ile kozi imefocus ni ujuzi upi ambao mnaupata? Asante. Kwa ukubwa wa ile kozi ama fakati ya IT na masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano pale Mzumbe, kitu kikubwa ni kuhusianisha field zote na masuala ya kompyuta. Ni namna tunahifadhi information. Ilikuwa rahisi kwa mimi kufanya kazi kwenye kitengo hiki kwa sababu mambo niliyosoma yalikuwa ni yanahusiana na database, mambo ya namna hiyo. Na sisi mfumo wetu unahusisha zaidi kutunza taarifa, unahusisha zaidi mifumo ya kiteknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa mimi kukopa mazingira haya na kufanya kazi hapa kwa ubora kabisa, na nafikiri system yetu tutakapoielezea mbele tutaona faida zake. Okay, sawa, ni vizuri sana. So pia mnajifunza na mambo yanaitwa coding kama sikosei. Yeah. Ni mambo yale ya kudevelop application. I think ni of course pia na mimi nimesoma Mzumbe. Nimesoma kozi ambayo inaitwa Bachelor of System Management, ambayo ni kozi iliweza kunifanya nipate channel mbalimbali za kuweza hata kukifanya hiki ninachokifanya hata leo hii kuja kufanya interview katika eneo hili. Na pia of course na experience na ambavyo seriousness iliyopo katika pale chuo kikuu cha Mzumbe. So I think ndio maana nakujua utakuwa umeiva vizuri sana. So maybe tukiachana na hiyo, kuhusiana na hiyo background ya elimu,
So tukizungumzia kwenye hii skills yako ulizokuwa unazipata pale, so ni kitu ambacho ulichokisomea ulichokuwa unakipenda sana, au ndo ulisomea ili sehemu kubwa ilikuwa ni kufocus kupata ajira ili uje upate pesa? Na pia naona una apply kile ulichokisomea. Je, una enjoy kukifanya hicho unachokifanya? Kwanza kabisa nafurahi sana kufanya hiki ninachokifanya, lakini naweza kusema nilisoma kozi zile zinazohusisha masuala ya information science kwa sababu anapenda. Kipindi sisi tunafanya application za vyuo vikuu, kozi za information science hazikuwa kozi ambazo zinaangaliwa kwa mtazamo wa kwamba zina manufaa makubwa sana kwa jamii. Lakini kwa miaka ya hivi karibuni nafikiri tumeona kwamba vitu vingi sana vinahusisha matumizi ya kompyuta kwa namna moja au nyingine. Tumeona maendeleo ya AI na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo huko ndiko tunakoelekea. Kwa kifupi ni kwamba yale niliyokuwa nayaona wakati na apply ndio haya ambayo yanaendelea, na na enjoy kufanya hiki ambacho nakifanya. Ulikuwa mbele ya muda sana mwanangu, sababu of course naamini pengine ungekuwa katika kitengo kingine, pengine ungekuwa bado una struggle mtaani. I think pia kitu kingine ambacho nilichokuwa na tamani kukifahamu, watu wengi sana kupata hizo connection ya sasa kuhusiana na kuja kufanya kazi na taasisi fulani au kupata fursa fulani. Mara nyingi sana watu wanatamani uonyeshe kitu fulani ambacho kionekane, and then baada hapo ndo uweze kupata hiyo nafasi. Je, unaweza ukatusaidia labda kutuelezea ili kwaje ukapata connection ya kuja kufanya kazi na radio mwisho wa siku mpaka kuja kuwa mkuu wa idara kabisa? Asante. Nafikiri naweza kurudi nyuma kidogo mpaka miaka ya 2008 2009. Naweza kusema namshukuru Mungu kwamba nilikutana na radio kipindi hicho wakati nipo mdogo kabisa nasoma primary school. Na tulikutana kwa namna gani? Radio wana kitengo cha kuwasaidia watoto ambao wako kwenye mazingira hatarishi. Na kitengo hicho kilikuwa kinafanya survey kwenye sehemu mbalimbali kwa mikoa hii ya huku Nyanda za Juu Kusini. Na walikuja shuleni wakatukuta pale na wakaangalia kwamba tutakuwa tukiwasupport. Hapo ndipo historia ilianza. Kwa hiyo tukawa tumesupportiwa, nikamaliza primary school, nikaenda secondary school advance mpaka chuo. Kwa baada ya kumaliza chuo nafikiri niliendelea kama ambavyo wanachuo wengine wanakuwa, kama niliendelea na mambo ya hapa na pale. Ndipo nilipopokea simu kwamba tunaomba uje kwenye interview. Kwa hiyo nilikuja hapa nilifanya interview ya kitu ambacho mimi nimesoma, na hapo ndipo ukawa muendelezo wa yale makutano ambayo tuliyafanya kipindi cha nyuma. The rest ikawa history. Nashukuru sana. Of course hii inatuonesha kabisa ni namna gani of course taasisi hizi zilizo focus katika kuleta matokeo chanya katika jamii ambazo zinaleta impact ambayo inaonekana kabisa. Sababu of course naamini kupitia huo msaada of course walikusaidia wewe mmoja, lakini leo hii unasaidia jamii nzima, na of course ni kitu ambacho tuna appreciate. Na pia nahisi of course ni kitu ambacho hata wengine ambao sasa vijana of course ambao sasa wamepata ujuzi mbalimbali, nafikiria wangekuja na project za kimikakati ambazo naamini katika kila kitengo mtu anachosomea unaweza go beyond na ideate kitu fulani ambacho kina benefit kwenye community na pia kina kuingizia kipato. Na maybe sasa kwa saizi hivi ningependa kufahamu labda kama utuelezee kwa kifupi sana, and then tutahamia kwenye technical party. Lakini namna gani hii system ambayo ilivyo, kwanza tuelezee kwa kifupi ni system inafanya kazi vipi na ni system gani, lakini pia ni namna gani community ina benefit au yani jamii inafaidika kwenye hii system. Asante. Kama nilivyoeleza awali kwamba system yetu kwanza sisi tunaita mfumo wa malipo ya kabla, mfumo wa ulipiaji wa kabla ya matumizi. Ni mashine ambazo zinamwezesha mtumiaji kuchota maji kwa kadri anavyotumia. Ni unalipa kadri ya unavyotumia. Ni mfumo wa tofauti kidogo na mifumo ya zamani ambayo kwenye vituo vya umma ama public taps walikuwa watu wanaenda pale na kuchota maji kama jamii, then mwisho wa mwezi ikija bill wanachanga, wana contribute, huyu atampa huyu watakusanya then. Lakini ukiangalia kunakuwa hakuna usawa, kwa sababu kuna mwingine katumia lita 500 lakini kuna mwingine katumia lita 5000, lakini mwisho wa mwezi wanakuja wanalipa kwa pamoja. Kwa hiyo
tukaja na huu mfumo ili kwanza kuitoa hiyo kwamba mimi nilipe bili ya sisi wote ambao tunatumia tape moja. Kwa nini tusije na system ambayo inamwezesha mtu kutumia kwa kadri anavyotumia, kwa kadri anavyolipa? Kwa hiyo tulikuja na system yetu ili kumwezesha mtumiaji kuondokana na hiyo adha ya bili ambazo ziko nje, huenda anaonewa au anapendelewa. Kwa hiyo tukaamua kuja na system, na tuna vituo zaidi ya 350 vinafanya kazi huko vijiji mbalimbali. Tuna vijiji zaidi ya 21 ambao tunafunga mashine za namna hii, na mfumo unaweza kusema kwa accurate kwa sababu hii ni phase ya 3. Tulianza phase ya kwanza tukaona kuna mapungufu, tukaja phase ya pili tukaona kuna mapungufu, tuko phase ya 3, na hii ndio phase ambayo imekaa muda mrefu kuliko phase nyingine. Unaweza ukaona kwamba hii kidogo iko advanced na matokeo yake yamekuwa ni chanya zaidi. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Napenda kwanza nifahamu kama ulikuwepo katika ni ideator wa mfumo mwenyewe au pia ulikuwepo katika party ya watu walio ideate mfumo, au mfumo ulishakuwepo then ukaja na expert namna ya kulani na kuendelea. Pia nilikuwa nataka nifahamu kuhusiana na hilo. Lakini kitu kingine pia nilichokuwa nataka nifahamu ni mfumo rasmi ulianza kuoperate lini? Okay, mfumo rasmi umeanza kuoperate 2019. Phase ya kwanza ilianza, na kwa bahati hiyo mimi nilikuwa niko chuo. Lakini 2021 nilikuta ndo mwanzo wa phase ya 3. Ndipo hapo tukadevelop ndo tulipofika hapa. Mwaka 2021 mpaka sasa hivi 2026 bado tunatumia phase ile ile. Tunachofanya ni ku-update baadhi ya features. I think hiyo ni kitu kizuri. Na pia of course, na sababu kwangu mimi of course kuna vitu viwili ninavyonijia kwenye huu mfumo, sababu naona kama naweza nikasema au tunahitaji kama ni kuna hii software ambayo naamini hiyo ni kama system ambayo iko online, lakini kuna hizi physical machine. So nilikuwa nataka nifahamu ni namna gani mnaweza kuzi-integrate hizo system mbili, na pia je, mna connection labda na watu kutoka nje za nchi ambao mnaambia tutengenezee kifaa hiki na hiki, tuna mfumo wetu tunataka operate hivi na hivi, au mnatumia njia gani kuintegrate, au mnaunda hicho mnaunda kabisa na kifaa hapa moja kwa moja? Okay, kwanza naweza kusema 90% ya mashine nzima inaundwa hapa. Na kuna baadhi ya vitu vinaagizwa ili kupunguza muda wa kuvitengeneza. Kwa mfano kadi ambazo sisi tunazitumia zinapatikana na ni very cheap. Kwa hiyo tukaona kwamba ni afadhali kununua kuliko muda wa kuanza kuziprint. Lakini vile vile tuna baadhi ya vifaa ambavyo tunaviagiza kutoka nje. Kwa mfano tuna electronic valves, tuna vitu mbalimbali humu ndani. Nafikiri wakati tunaelezea technical parts tutaviona. Lakini tuna vitu ambavyo tunaviagiza nje, tuna vitu ambavyo vinatengenezwa hapa. Idea ya uundaji wa mashine ilitokea hapa, then unahitaji watu kukamilisha jambo lako. So baadhi ya vitu vikawa vinaagizwa. Kwa mfano tunatumia lithium batteries sisi humu ambazo zinakaa kuanzia miezi 12 mpaka miezi 18. Kwa hiyo bila kuchajiwa. Na nilichargeable. Baada ya hapo utarudisha, utazichaji tena, utazirudisha site. Kwa hiyo ni betri ambazo sisi tunaziagiza nje. Ni rahisi sisi kwetu kufahamu kwamba tunahitaji kitu cha namna gani, then tukakiunda kutumia hata idea za watu wengine pia. I think that is nice, ni amazing sana. Labda maybe tuende moja kwa moja saizi kwenye technical party. Tungependa tufahamu mfumo ambao namna unavyo operate, na pia utakavyoelezea, na naomba tu just ni zile in simple way ambayo isiwe technical kama tunavyosema technical sababu of course itatu confuse kidogo. So ni kwenye technical party koje? Okay, sawa. Sisi mfumo wetu unavyo operate, kwanza tuna aina 3 ya mashine. Tuna mashine sisi tunaita public machines ama mashine za umma, ambazo kwa vijijini sisi tunafunga zile sehemu za umma. Nafikiri watu ambao wako vijijini watakuwa wanaelewa. Kuna vile vituo ambavyo vinachotwa na watu wote, tunaziita domestic points. Lakini tuna mashine ambazo sisi tunazitumia kama mashine za kusave kwenye mataasisi makubwa, hospitali, zahanati, vituo vya afya, mashule ama makampuni.
Hizi pia ni mashine za malipo ya kabla, lakini zina utofauti kidogo na mashine ambazo zinafungwa sehemu za public. Na ufanyaji wake wa kazi naweza kutofauti ili watu waelewe ni kwamba hizi mashine za public zinachotwa na kila mmoja. Kwa hiyo sisi kwenye mfumo wetu tunatumia kadi. Kila mmoja ana uwezo wa kuwa na kadi na kuaccess maji kwenye ile mashine. Ni tofauti na mashine ambazo tunatumia kwenye mataasisi ama kwenye watu binafsi. Ni kadi moja. Naweza kuelezea kwamba ina mfumo kama wa TANESCO kwamba unanunua maji then unayaweka, utatumia, atakapoisha utatakiwa kununua mengine. Ni hizi mashine za umma kama nilivyotangulia kusema, zenyewe utanunua maji yako yatabaki kwenye kadi, utakuwa unaitumia kama ATM. Then utatoa, then utaondoka na mwingine atakuja atatoa, ataondoka. Kwa hiyo sisi mfumo wetu ndio huko namna hiyo. Lakini naweza kusema kwa upande wa mtumiaji, kwanza atatakiwa kuwa na kadi, smart card of course, na smart card iliyosajiliwa kulingana na bei, gharama na kila kitu kinachohusisha hilo eneo, kwa sababu maeneo yanatofautiana. Wengine wana bei hizi, wengine wana bei zile. So configuration au ile calibration inafanyika kulingana na eneo husika. Sasa mtumiaji atatakiwa kuwa na kadi kulingana na lile eneo na ataisajili kulingana na hilo eneo. Na atakuja kwenye kituo, atachota maji, ataondoka. Kwa kila mmoja atakuwa na uwezo wa kwenda kuchota maji kwa kadri yeye anavyotumia na kwa kadri anavyohitaji. Kwa sisi mfumo wetu kwa kifupi ndio unafanya kazi kwa namna hiyo. I think hiyo ni moja ya innovation ya dim sana. Unajua siku hizi kuna innovation nyingi sana zinaibuka, lakini kwa sisi of course, kwa mfano kama kwa sisi tulioko kwenye engo ya entrepreneurship, sasa social entrepreneurship, ujasiriamali wa kijamii, tunaangalia zile innovation ambazo zinaisaidia jamii, zinatatua changamoto fulani katika jamii. I think hiyo innovation kwa maelezo niliyopata inatatua migogoro mingi sana yani. Kwanza moja, inaweza ikafanya jamii yenyewe, pia taasisi kama hii ambayo inahudumia jamii inakuwa na system ya income generation, tukaondokana hata na kutegemea ufadhili kutoka nje ili kuweza kusaidia katika huduma za kijamii. Lakini kitu cha pili ambacho najifunza pia, migogoro binafsi. Sasa bili kama ulivyosema, huyu ametumia lita 1000, huyu lita 2, lakini mwisho wa mwezi wote mnaambiwa mchangie 10,000. Na I think hiyo ni nzuri sana. Lakini kitu kingine, innovation nyingine ambayo naona ni adimu sana, ni hasa kwenye taasisi. So tunaona kama taasisi au nyumbani mtu anakuwa na uwezo wa kuaccess maji akanunua. I think hicho ni kitu kizuri sana. So manake kwa mfano naweza nikupa challenge moja ambayo nishawahi kukutana nayo mimi sasa kwenye hizo nyumba za kupanga. So unakuta mna pump maji yanaenda kwenye sim tank, yanakuwa maji yanatoka moja kwa moja idara ya maji yanaenda kwenye sim tank. Mita inakuwa inasoma muda wote mpaka ile sim tank inajaa, muda mwingine anamwagika mpaka chini. So kwa bili mwisho wa mwezi inakuja kubwa sana, lakini ukiangalia matumizi ya maji hataeleweki alikuwaje. So maana yake na watu wanaamini kwamba ukiwa na system kama hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa kabisa ukasema nanunua maji ya shilingi kadhaa, then mita yako inakuja pale, maji yako yanaingia kwenye sim tank, unakuwa huna pressure yote. I think ni kitu kizuri sana. Na pia nicho kwa nataka labda tukifahamu maybe kwenye kuhusiana na hiyo system, security ya hiyo system. I mean sababu tunaamini pia kwenye our expert, pia kuna expert wengine ambao wanatumia expert vibaya zaidi, na pia lakini kwenye usalama wa mashine na vitu vingine. Asante. Kwanza nafikiri sisi ina uwezo wa kufanya kazi online na offline, in both ways, na kwetu sisi inatupa uwezo wa kuset security standard kwenye ukubwa, kwa sababu kwa sehemu nyingi za vijijini hakuna internet. Kwa hiyo tume centralize masuala yetu mengi hayatumii internet lakini vile vile database yetu tumewekea ulinzi mzuri. Nafikiri sisi tuna wataalamu wengi zaidi ya ambavyo tuko sisi, lakini vile vile hapa ni chuo ambacho tunahusika na masuala ya ICT, kwa tuna the whole ICT panel. So tumelinda database yetu, lakini vile vile application zetu, tuna application mbili. Tuna application ya kumwezesha sasa mtumiaji kununua maji, kusajili kadi na kuangalia vitu vya namna hiyo. Kuna option mbalimbali huko. Lakini tuna application ambayo sisi tunaitumia kwa ajili ya kufanya configuration, kuzipa site, kupanga bei, kufanya vitu vya namna hiyo. Lakini hizo application zote sisi tumepitia
tumepitia hizi cyber securities na kila kitu kipo sawa. So hatujapitia threat yoyote kwa hii miaka yote tangu tumeanza kutumia system yetu. Kwa tunaweza tukajihakikishia kwamba system zetu ziko very secure. Yeah, I think hicho ni kitu muhimu sana, na pia kitu kingine ambacho najifunza na kifurahia kukiona ni system ambayo imeidentiwa kutokana na mahitaji ya jamii yalivyo, lakini pia be improved vizuri kulingana na challenge au obstacle mlizokuwa mnakutana nazo, mna develop mpaka mmekuja kuwa na strong system kama hii. I think hiyo ni moja ya kitu kizuri sana. Na pia kitu kingine ambacho naweza kusema na appreciate pia kwenye upande wako ya pia kujitoa na kuja kuwa na idea na of course na kushiriki na pia kuwepo katika utekelezaji wa hii idea. Of course maana hapo naona imeweza kutengeneza ajira nyingi sana. Nikifikiria of course kwanza ile uundaji wa mashine, pia kuja usambazaji wa maji, management ya system, nahisi kuna watu wengi sana ambao watakuwa wametengeneza ajira kama hiyo. Hasa nafikiria of course wewe ni kijana mmoja tu ambaye umesoma hiyo computer science of course, na umekuja kushirikiana na timu na kuja kuleta impact kubwa kama hiyo. Hasa nafikiria of course huaga mna timu wengi sana pale kutoka kwenye the Harvard of Africa. So nafikiria wewe umejikita labda katika hii engo ya maji, labda mwingine akaenda akajikita kwenye mambo ya finance haya, of course kwa mfano mambo ya M-Pesa na nini, akaorganize akaja na idea yoyote ile new ambayo ka add value kwenye M-Pesa, labda system au system za kifedha, na hisi inaweza kaja create ajira. Lakini sio hivyo tu, hata kwenye kilimo huku kuna vitu vingi sana naamini ambavyo unaweza kufanya. So labda maybe kwa upande wako advice ambayo unaweza ukampa kijana ambaye mwenye expert or skills, acha ukiachana tu na hizi za kwenye mambo ya internet na computer science, lakini any skills yote ile ni namna gani anaweza kai add value na kuifanya iwe more useful? Okay. Cha kwanza kabisa ni kuangalia mazingira kati na vitu vya namna hiyo. Knowledge yoyote haifanyi kazi kama sio wakati sahihi wala sio mazingira sahihi, haiko kwa mtu sahihi. Kwa hiyo kama uliweza kusoma ukamaliza miaka yako 3 au miaka yoyote utakayokuwa umesoma, kumbe hicho kitu kiko ndani yako, una uwezo wa kufanya kitu ambacho wengi huwa wanakikosea ni kuamini kwamba anatakiwa kwanza kuajiriwa kabla ya yeye kuwa na knowledge ya kuajirika. Kwa hiyo katika chochote ambacho mtu anacho, katika knowledge yoyote ambayo mtu anayo kwa level yoyote ile, kitu ambacho kinapelekea mabadiliko chanya ni kufanya. Kwa hiyo fanya chochote. Kama umesoma kilimo, anza kilimo. Watu wakikuona unafanya kilimo wanakufuata. Inakuwa ni rahisi kwa sisi vijana kuajirika kama unakuwa una foundation ambayo iko strong. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu cha kuwashauri watu ni kwamba fanya kwa vile ambapo kwa pale ulipo, kwa resources ulizonazo zile, kwa wakati uliopo na kwa mazingira uliopo, tafuta fursa kulingana na kile ambacho wewe unacho kichwani kama mwalimu. I think hiyo ni moja ya ushauri mzuri sana. Maybe hii itakuwa ni ya mwisho kabisa. So kwa mfano kama kwa size hivi, of course tuna appreciate sana hiyo system ambayo umekuja nayo, na naamini pia unatoa trainings na pia unafanya vitengo vingine ambavyo kwenye idara yako. So nini unatamani kwa mfano kwenye either inaweza ikawa kwenye hii project ya maji au either kwenye department nyingine, labda kwenye ujenzi labda wa miundombinu na nini, unatamani wanafunzi wako waje na innovative idea ipi nyingine ambayo inaweza ikaboresha huu mradi au kuja na mradi mwingine wa kimkakati ambao unaweza kuleta matokeo chanya kama huu ambao umeushiriki na pia unaendeleza? Okay, asante. Kila jambo lina gap. Kila jambo lina sehemu ambapo hapajakamilika. Sisi pia system yetu naweza kusema ina nguvu sana katika ufanyaji wa kazi, lakini naamini hawa ambao tunawatrain kuna baadhi ya changamoto wanaziona. Ni jambo jema kwa sababu tuna improve kila siku kulingana na mahitaji, kulingana na nyakati, kulingana na teknolojia inavyozidi kukua. Tunaweza tukaongeza kitu. Sasa hivi tumekuwa na teknolojia ambayo iko very powerful kwenye upande wa kimtandao zaidi. Naongelea kwamba sasa hivi tuna teknolojia nyingi. Kuna hizi AI, AI ni kitu moja powerful sana. Yaani
nafikiri wengi hatujashtuka, lakini ni kitu moja kiko very powerful kwa sababu kinaenda kufanya mambo mengi. Sasa ni fursa ya sisi kuangalia haya tunayoyafanya, tunaya move vipi kutoka hapa tulipo tunafika pale. Mimi natamani sana nione wanafunzi wetu wanakuja na idea mbalimbali kuhusu mifumo yetu ya malipo, kuhusu mifumo yetu mzima, mfumo wetu mzima wa maji, kwa sababu kuna changamoto zipo, kwa sababu watu wapo wanaenda kufanya changamoto. Kwa tuje namna ya kuzitaka hizi changamoto zote kwa ujumla kwa asilimia hata 90 au 100. Asante sana. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV, na siku ya leo tumeweza kubahatika kukutana. Naweza nikatumia lugha ya vijana zaidi kusema wana wote tuliopitia katika the Harvard of Africa, Mzumbe University. I'm proud of that university sababu of course what I get there na nilichokuja kukiongezea mtaani ndio kinachonifanya na survive saizi, naweza kuishi. Kitu ambacho nilichoweza kufurahi kutoka kwa Bwana Juma na ujumbe ambao aliweza kuacha, I think kuna gap. I mean, katika kitu chochote kile kinachofanyika kuna kuwa na gap ambalo ukiweza kuangalia katika hilo gap unaweza ukaja na solution ambayo ikakufanya wewe uje na kitu unique na kuja na kitu unique na cha tofauti ambacho pia kinaweza kusaidia kuingiza kipato. Lakini pia tusisahau ideate project ambazo zinatatua changamoto katika jamii na zina solve challenge, maana hizo zitakuwa zinaishi, zinaacha alama na pia zinakusaidia kuingiza kipato. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Bado tuko na radio na usikose kwenye kipindi kitakachofuata, tutaenda kuangalia mradi mwingine ambao ni unique sana kutoka hapa radio.